Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Dodoma zinaongoza kwa matumizi ya intaneti nchini Tanzania. Matumizi ya intaneti nchini Tanzania yanaendelea kukua kwa kasi, hasa katika miji mikubwa. Kwa mujibu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu, mwaka 2024 Tanzania ilikuwa na watumiaji wa intaneti takriban milioni 28.1, sawa na asilimia 31.9 ya watu wote. Aidha, watumiaji wa mitandao ya kijamii walifikia milioni 5.65, ikiwa ni asilimia 8.3 ya idadi ya watu. Ukuaji huu umechangiwa zaidi na matumizi ya simu janja ambayo yanachukua zaidi ya asilimia 90 ya matumizi yote ya intaneti nchini. Miji inayoongoza kwa matumizi ya intaneti ni pamoja na Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Dodoma. Dar es Salaam inaongoza kutokana na biashara za mtandaoni na huduma za kifedha kidijitali. Arusha matumizi yameongezeka kupitia utalii na biashara ndogo ndogo, huku Mwanza ikichangiwa na shughuli za uvuvi na masoko ya mtandaoni. Dodoma kama makao makuu ya nchi imeongeza matumizi ya intaneti kupitia huduma za serikali na mifumo ya kidijitali. Hata hivyo, bado kuna changamoto kama gharama za intaneti na pengo la matumizi kati ya mijini na vijijini. Licha ya hayo, wataalamu wanasema ukuaji huu unaleta fursa mpya za ajira, biashara na elimu kwa njia ya mtandao. Kwanza, tukitazama chati ya duara inaonyesha mgawanyo wa matumizi ya intaneti na mitandao ya kijamii nchini Tanzania mwaka 2024. Sehemu kubwa inaonyesha watu wasiotumia mitandao ya kijamii, ikimaanisha bado idadi kubwa ya Watanzania hawajaingia kikamilifu kwenye majukwaa ya kidijitali. Pia tunaona sehemu ya watumiaji wa intaneti na watumiaji wa mitandao ya kijamii ambao wanaendelea kuongezeka kadri teknolojia inavyosambaa. Kwa upande wa chati ya nguzo inaonyesha matumizi ya intaneti katika miji mikubwa. Dar es Salaam inaongoza kwa takribani asilimia 75, ikifuatiwa na Arusha asilimia 70, Mwanza asilimia 66 na Dodoma asilimia 62. Hii inaonyesha wazi kuwa matumizi ya intaneti ni makubwa zaidi mjini kuliko vijijini. Kwa ujumla, Tanzania inaendelea kupiga hatua katika matumizi ya teknolojia, huku miji mikubwa ikiwa mstari wa mbele katika mabadiliko ya kidijitali. Langu jina ni Lisa Baptist, na shukuru kwa kutazama.